Bwana, kuelekea mwisho wa mwezi huu Septemba, wasanii wengi wamekuwa wakiachia project zao. Wengi sana wamekuwa wakiachia project moja singles, wengine wakiachia albums, wengine wamekuwa wakiachia official video na vitu kama hivyo bwana. Sasa leo tutachungulia video ya bidada Nandy pamoja na Juma Jux, mwite the African Boy. You're my sweetie, sweetie, I call you Joro Joro. Unajua hivi karibuni kumekuwa na tendency ya wasanii kuachia series ama video tofauti zaidi ya moja kwenye project moja ama kwenye wimbo mmoja. Ndani ya wimbo mmoja msanii ata upload, utakuta ile wanaita visualizer, atakuja lyrics video, atakuja na instrumental video kwa ajili ya watu ambao wangependa kuhop kwenye challenge ya kuimba ama kuachia verse tofauti na ile original ama wengine kuifanyia cover. So imekuwa ni utaratibu sasa. Lakini kwenye hii video ambao wameachia Nandy pamoja na Jux, licha kuita ni official video, maana ukiangalia pale kwenye description yake wameita kabisa clip official. Clip official kwa lugha ya Kifaransa inamaanisha official video, kwamba ni video rasmi. Umeona bwana? So kwa hii video kuwa official video ama clip official kama walivyoita wao, mimi naona kama inapwaya vile. Unajua kwa nini bwana? Unajua kishakuwa official video, wasanii wengi ndo huwa wanawekeza sana, yani huwa wanawekeza mtonyo wa kutosha ili kupata chupa ambalo ni kali sana, ambalo litamvutia mtazamaji aweze kuangalia tena na tena na tena. So unajua bwana, na kadri unavyoangalia ndo hela yenyewe hiyo. Lakini kwa clip video hii, official video hii, mimi naona kabisa haikuwa na hadhi hiyo ya kuitwa clip official. Yani haikuwa na hadhi hiyo ya kuitwa official video, kwa sababu iangalie wewe mwenyewe, ni video moja mbaya mno. Yani ni mbaya kwenye kila kitu. Yani hii video hamna sehemu ambayo utaitetea hii video ni nzuri, haina sehemu hiyo. Yani kwa hadhi ya official video ni video mbovu sana. Baadhi ya makosa ambayo nimeyaona kwenye hii video ambayo yamenifanya niamini tumepigwa ni kama yafuatavyo. Kosa la kwanza kabisa ambalo halifichiki, liko vivid kabisa, liko nasema bayana, liko uchi kabisa, yani peupe, ni kosa ya seti nzima. Yani ujue seti nzima ya hii video kutoka inaanza mpaka mwisho wa hii video ni seti moja mbovu sana, unaelewa? Sijajua kwamba ni seti yenyewe au ni ufundi wa director mwenyewe, maana unajua bwana, kwenye setting kunakuwa ni ubunifu tu. Director anaweza akatafuta sehemu ambayo kwa macho ya kawaida unaweza ukaiona ni simple sana, lakini akija kuifanyia yeye editing zake, kuweka perfect color, kuweka perfect angle ya camera, wapi akae object na camera yenyewe, inakuja kutoa kitu poa sana, unaelewa bwana? Lakini kwenye hii set ilivyokaa kiujumla kabisa, yani ni mbovu mno. Yani ukiangalia, sawa, mandhari ni beach hapa, inaonekana kama inavyoonekana hapa, lakini hebu angalia hizi nguo zilikuwa zina ulazima gani kuwepo beach? Nani huwa anaenda na kamba ya kuanikia nguo beach? Wewe ushai kuona wapi? Najua ndio kuna vile vibanda vya beach boy nini kwa ajili ya kuanikia, na nili vile vinguo vya watu wakishatoka kuogelea sijui nini, tunajua vitu kama hivyo. Lakini hebu angalia kwenye hii kamba, umeona kwenye hii kamba hizi nguo zilizoanikiwa hapa, unahisi wewe ni nguo za kuogelea ambazo zinaweza zikafaa kwa labda tuseme labda ni mandhari ya beach, kwamba tuseme wale beach boy wameanika nguo zao kwa ajili ya kuogelea? Unakuja kuona hapana, maana hii kamba inaonyesha kabisa hizi ni nguo binafsi tu za mtu za kuvaa nyumbani. Umeona pale kuna vigauni hapa, kuna mitandio nini sijui nini. Kiufupi yani ni kutengeneza ubunifu kwenye seti ambao mwisho wa siku wamezingua. Yani sijaona kabisa impact ya hii seti, unaelewa? Kingine unamwangalia hapo, unamkuta mtu mzima Jux kakaa kwenye kikochi chake anasikiliza redio yake, kakaa kwenye kisofa, na sofa moja kali sana, unaelewa? Lakini swali linalokuja kujiuliza, sofa liko linafuata nini beach mazee? Nani huwa anaenda na sofa beach kwenda kuogelea? Kwa kweli tuongee ile serious man. Nani ushai kumuona eti anaondoka anabeba na sofa lake sijui kwenye kirikuu sijui kwenye nini, eti naenda zangu beach kuogelea, baadaye nikishatoka kuogelea nitakaa kwenye sofa langu ili hapa nipumzike? No, hapa tumepigwa wazee. Hii pia sofa kwenye hii video sikuona umuhimu wake, haikuwa na umuhimu wowote vile. Zaidi
ni mbwembwe ya director, mwisho wa siku amekuja kukuta na haribu zaidi na zaidi, unaelewa. Kingine bwana, kama nilivyosema, kala bwana, hii video ni mbovu bwana, unaelewa. Unajua video siku hizi watu wanajitahidi kwenye kuedit, rangi mbalimbali zinakuwa zina ubunifu, rangi fulani unacheza na graphics design, wana design zile rangi mbalimbali ambazo zinakuwa kivutio sana hata kwa mtazamaji kuangalia. Lakini kwenye clip official hii ukiangalia kabisa moja kwa moja, rangi pale ni plain sana. Yani rangi ya hii video ni very 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 plain. Yani ukiangalia ni kama mtu tu alichukua simu yake akarekodi, mwisho wa siku baada ya kurekodi akaunganisha viklipu, baada ya kuunganisha viklipu mwisho wa siku video ikatokea, boom, tukapewa official video, which sidhani kama ni kitu poa sana kwa sababu inahitaji ubunifu. Lakini kingine ukiachana na rangi, nahisi kamera waliotumia sijui kwamba aidha ni ilikuwa dhaifu sana, hafifu, ama wao ndo walitaka iwe hivyo. Lakini mimi naona kwenye hii location kama wangejitahidi kuweka ile autofocus ama kuweka blur kwenye background, ingekuwa poa zaidi kuliko hivyo walivyoweka very plain. Kama wamechukua, yani inaonesha details nyingi kiasi kwamba mpaka wewe unashindwa kufocus, ni focus na detail ipi niache ipi. Mimi nahisi wangeweka hizo wangeweka blur kwenye baadhi ya scenes, ingekuwa poa zaidi. Wangeweka blur wakafifiza hasa hizi background, hii miti kwenye hii set. Sidhani kama ni muhimu sana. Haya manguo sidhani kama wao, najua wao walikuwa wanalenga kuremba video, lakini mwisho wa siku imekuja kuchafua scene kiujumla. Yani sidhani, yani kwa mwaka huu 2025 tunaelekea 2026, unakuja msanii mkubwa kama huyu Nandy, Jux, wanakuja kuweka video kama hii alafu unakuja kwenye set kama hii. Ni uchafu. Yani huu ni uchafu. Bora wangefanya mara 100 kwenye zile indoor shooting kuliko hii waliofanya wao. Wameenda paka location kabisa, lakini location mwenyewe ukija kuangalia it's not giving 100%, yani ni 0 very poor. Lakini kitu kingine ambacho unaweza ukakinotice kwenye hii video bwana, najua Nandy ni mke wa mtu kaolewa, ni mke wa Nenga Baba Billnass, na Jux pia naye ni mume wa mtu kaoa, ni mume wa Priscilla, bidada kutoka Nigeria, na wana mtoto mmoja sasa hivi, ndoa bado changa. So nahisi katika hii video, wakati wanatengeneza hii video, walibezi sana kuheshimu ndoa zao kiasi kwamba hata ile misogeleano, migusano ya hapa na pale haijawekwa kabisa, umeelewa. Lakini kwenye hii video bwana, video inaitwa Sweet, ni nyimbo ya mapenzi, unaelewa. Sasa kwenye video ya mapenzi bwana, tunategemea kuna scenes kama zile za kimahaba, unaelewa. Huwezi mkasimama tu kama milingoti, kama vile mnashoot wimbo wa taifa, sijui wimbo wa kwaya ama kasida, haipendezi, unaelewa. Nyimbo ya mahaba inatakiwa kuwa kuna scenes ama sets ambazo zinakuwa wahusika wanavaa uhusika, wanakuwa very romantic, kuna zile dance za pamoja, huyu kamshika huyu hapa, huyu kashika hapa, unaelewa, zile scenes mbalimbali za kimahaba. Kwenye kucompensate kwenye hili wangeweza kufanya kitu tofauti, alternative ya hivyo. Sio lazima wao wakashikana kwa wao ili kutengeneza uhalisia. Labda Jux angemchukua bidada Priscilla pale, Nandy naye akamchukua Nenga pale kwa ajili ya sets kama hizo, romantic set, unaelewa. Inakuwa inatengeneza mvuto fulani kwenye hiyo video, kwa sababu mwisho wa siku ni biashara, unaelewa, kwa dau fulani. Kwa sababu hata kama kuna mapenzi, sidhani kama mapenzi yatakuwa kwa ajili ya kutumiana tu. Mwisho wa siku unaweza ukawekeza kiasi fulani cha pesa, ukamlipa labda Priscilla akapewa fungu lake pale, akaati kama video vixen, Nenga pale naye akapewa fungu lake, naye akavaa uhalisia kama video king kwa ajili ya upande wa Nandy. Mwisho wa siku akaja kutupa hizo sets kama hizo kwa ajili ya uhalisia. Lakini ukija kuangalia kwenye hii video, hakuna vitu kama hivyo. Yani watu wamekaa distance 100 mita, unaelewa. Yani hakuna mgusano kiasi kwamba hata nyimbo kuitwa ni video ya wimbo wa kimapenzi, wimbo unaitwa Sweet, hakuna hiyo Sweet. Sioni huo Sweet watu wakifanya Sweet, unaelewa. Yani ni vitu ambavyo ni very tofauti, unaelewa bwana. Hasa ukizingatia chupa umeamua kuliita ili ndio official video. Kwa hiyo hicho kitu kilikuwa kinapwaya sana kwenye hii video nzima, ukiangalia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mimi nahisi wangefanya kitu kama hicho, ingeongeza ladha kidogo badala ya kufanya plain kama hivyo.
Lakini kitu kingine sijajua, labda kwa sababu mimi sio mtu wa mitindo sana, sio mtu wa fashion, kwa hiyo kuna vitu labda nitakuwa na vimisi vitu vya fashion, lakini man, tuongee tu ule ukweli, nguo walizotumia kwenye hii video kiujumla ni mbovu. Yani designer sijui kama kuna mtu kwa ajili ya designer alilipwa kwa ajili ya hii video, lakini mimi naona walizingua sana. Kama walifanya wao, inabidi waheshimu hizi kazi, inabidi waheshimu kabisa, waajiri watu ambao wapo kwa ajili ya hayo majukumu, wa designie nguo za kuvaa kwa ajili kwenda kwenye kushuti official video kama hii. Lakini kama walifanya wao, inaonesha kabisa ni kiasi gani wanakuwa wana test mbovu ya fashion. Hebu angalia Jux alichokivaa hapa, umeelewa? Angalia hii hasa kwenye hii scene. Mwangalie Jux alivyovaa kwenye hii scene. Angalia kavaa, sijui hii ni pensi au ni jinsi ndefu ambayo imekuwa ni bwanga, alafu chini amevaa zile gumboots. Gumboots hizi ni viatu vya kwenye matope, unaelewa? Viatu vya kwenye tope watumia sana wakulima mashambani nini, au hata sisi kwenye kipindi cha mvua ambayo inakuwa nyingi sana kiasi kwamba hata barabara zinakuwa zina changamoto kupitika, ndo zinavaliwa hizi gumboots. Sasa kwenye hizi gumboots bwana, wakaamua kuweka ubunifu ambao mimi sidhani kama ni ubunifu, kwa sababu mwisho wa siku ni uharibifu, umeelewa? Wamezidi kuharibu. Unajua kuna kitu unaweza kusema unatengeneza, lakini mwisho wa siku ukaenda kuharibu zaidi, umeelewa? Sasa kwenye hizi gumboots bwana, Jux amechukua seti za maua mawili tofauti. Kuna haya maua ya njano kwenye mguu wa kushoto na mguu wa kulia akaweka maua mekundu, kiasi kwamba eti huu ni ubunifu. Sidhani kama kuna ubunifu wa hivi, man. Yani hii ni fashion worst ever. Yani umwangalii mtu mara mbili. Sawa, wasanii wanakuja na ubunifu mbalimbali, fashion design tofauti kuonekana unique na vitu kama hivyo, lakini this is not giving, man. It's not giving. Yani ni upuuzi wa hali ya juu. Yani sidhani kama inavutia. Ukiachana na hapo, unakuja kwenye hii scene ya kisofa hapa. Yani unaangalia Jux ndo huyu mwamba ambaye anasifiwa kwa kudrip mnyamwezi kabisa. Katika wasanii unaweza kaweka kwenye listi ya mbele pale ambao wana drip kinyamwezi zaidi. Anavaa nini man? Yani hiki ni nini umevaa mtu mzima kwenye video kubwa kama hii ambao unategemea iende global, ikauze kidunia? Nini hiki unavaa Jux man? Let's be serious. Kachukua hapa pensi lake lipo tu, yani unaelewa, yani it's not giving. Kaja akachukua vest yake kavaa pale, vest inakuwa combo. Ukiangalia combo ya kala ya pensi, kala ya hiyo vest yenyewe, it's not giving. Juu kaja kafunga skafu, sijui kama ni ubunifu au alikuwa na target nini, but man, hapana. Chini kaja kavaa buti lake hilo kama unavyoliona hapa. Buti ni unyama kwa kweli. Buti ni very very unyama. Siwezi kulidisi. Hili buti ni unyama, mwenyewe nimelikubali. Lakini kwenye hii fit, kwenye hizi outfit bwana, hili buti sidhani kama liko linafaa. Hapa kazingua. Umeelewa? Ukiachana na hiyo, sehemu nyingine bora hata hii scene. Unaona kwenye hii scene bwana, katoka kinyamwe sana. Hii ukizungumzia mandhari ya beach, kwa mandhari ya beach, kavaa suruali yake ya kitambaa, bwanga fulani limekaa chini, kapiga sendo fulani brown, unaelewa? Suruali yenyewe ni brown, juu kakaa kifua wazi, which hata angeweka shati jeupe pia ingekuwa perfect, lakini hata kuamua kukaa kifua wazi bado still given, unaelewa? Kavaa kofia fulani viki cowboy, sio mbaya. Hapa kadripo. Hata kama hajatumia energy kubwa, lakini unaona kabisa hapa kadripo. Lakini kwenye scenes nyingine huku kazingua. Hasa hii scene ya gumboots na maua. Mamen, sijui ulikuwa unakusudia kulenga nini, lakini da. Hapa umetuzingua, umetupiga haswa. Umeona bwana? Kitu kingine nahisi Nandy, hizi drips za jinsi hazijampendeza. Hii full jinsi kutoka juu mpaka chini haijampendeza kiukweli. Ukweli upingu wa kuchukia wa kupinga apinge, lakini hii drip it's not giving. Sijui ilikuwa ni nini ile pale. Ukiangalia juu imekaa kama kigauni, lakini kigauni kile kaja kukiongezea jinsi ambao ni bagi jinsi,
ukiangalia pale juu tena kaja kuweka kikofia cha kikofia chake cha jinsi, alafu nakuja kwenye maziwa kaja kujishindilia maua. Sijui director alikuwa analenga nini na au alikuwa anahusisha nini kwenye hii video na maua, lakini kwa nini maua yamekuwa kila sehemu maua mpaka mtu mwilini unakuja kumchomekea maua ya nini? Nani katika karne hii ya 2025 anavaa maua? Hebu muangalie Nandy alivyovaa juu mpaka chini, alafu kulikuwa kuna haja gani ya kumchomekea maua kwenye maziwa? Hebu niambie kulikuwa kuna haja gani kwenye hii scene kumvalisha Nandy maua kwenye hayo maziwa yake? Kaja akaweka hereni zake nazo zimewekwa maua. Yaani alikuwa analenga nini? Hasa ukizingatia combination ya hayo maua na outfit kiujumla, ukija kuangalia na setting yenyewe tunarudi kule mwanzo tulikokuwa tunaongea. It's not giving, man. Hebu angalia combination ya hiki kitu. Na hiyo akaja kuweka na usijui mlango, sijui ubao hapa nyuma. Sijui nia yao ilikuwa ni kulenga nini. Lengo najua ni kutengeneza creativity kwenye scenes, lakini nini hapa kinachoonekana? Hamna combination kabisa kati ya outfits. Ukija kuangalia set yenyewe pamoja na wimbo wenyewe hamna kabisa combination. So hapa pia tumepigwa sana, hasa kuzingatia na jina lenyewe official video. Hapa tumepigwa tena sana, umeelewa? Angalau kwenye hii drip ya hapa hii kishati cheupe akapiga na kipensi chake cha jeans hiki kifupi nini short, sio mbaya. Akaja na mokasini zake chini nyekundu, sio mbaya, japokuwa kachumbali imekuwa nyingi sana, rangi zimekuwa nyingi, lakini sio mbaya. Angalau hii kidogo outfit hii kidogo wali design, lakini inachokuja kuangusha kwenye hii outfit ni seti, umeelewa? Angalia hii seti nzima ya hii video, alafu ukishaangalia hii seti angalia na outfit. Hapa unachoona ni uchafu tu. Usizani kama inaonekana ile quality ya video bora. Hapa kinachoonekana ni uchafu. Nothing special about that scene. Kwa kiujumla kwenye hii video tumepigwa mameni. Hasa wameikosea zaidi kuita ndio official video. Mimi nahisi labda wangeamua kuita visualizer, kwa sababu kama wasanii wengi umekuwa ukiwafuatilia wamekuwa wakifanya hivyo. Video zile za low budget wamekuwa wakizifanya hivyo na kuziachia na kuziita tu visualizer, huku wakisubiria kuseti mashine rasmi ya kuita official video. Lakini kuita hii ndio official video, kwangu it's a big no. Lakini pia labda kingine wangeita dance video, kwa sababu ukiangalia hii video kutoka scene ya kwanza mpaka scene ya mwisho unaona kabisa wengi wamejitahidi kudance. Kuna madancers hapa wamevunja pati yao. Juksi na Nandy nao wamevunja pati yao. Juksi tunajua sio good dancer, unaelewa bwana. Juksi sio good dancer kiivo. Juksi na dancing yeye ni vitu viwili tofauti. Tumeona video zake nyingi ambazo amekuwa akifanya. Amekuwa na moves zake zile ambazo zimekuwa kama signature, lakini hazimuhitaji kudance sana. Kwa hiyo kwenye hii video amejitahidi kwa kiwango chake. Amejitahidi, lakini siwezi kumpa 100, lakini amejitahidi. Tuseme tu amejitahidi. Lakini hii video ilitakiwa kuitwa dance video. Official dance video ingetupa maana, lakini kuita hii official video sijui wana maana gani, au pengine labda hawajaelewa maana ya hilo neno la Kifaransa clip official, wakajua ni ka clip tu snippet kwa ajili ya wimbo nini. Lakini kuita clip official maana yake ndo official video. Kama unabisha nenda ka Google, ingia ChatGPT, uliza clip official maana yake nini, utaambiwa clip official maana yake ni official video. Sasa official video gani Nandy? Official video gani hii Juksi? Man, we expect a lot from you. I hope mtafanyia kazi hayo. Labda mtakuja kutuambia kwamba mlikuwa mna mpango mwingine, labda hii ilikuwa tu visualizer, mnakuja na official video ambayo itakuwa unyama sana. Lakini kwa hii kuwa official video, kwangu is a big no.